Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeyafanya mataifa ya Ulaya kuteseka kutokana na kukosa nishati. Madhara ya mzozo unaoendelea sasa katika Mashariki ya Kati ni kuamsha vizuka vya migogoro inayotikisa katika Umoja wa Ulaya. Miezi 7 ya uvamizi kamili wa Urusi dhidi ya Ukraine iliyozinduliwa Februari mwaka 2022, Rais wa Tume ya Ulaya alisimama kwenye jukwaa lake katika bunge la Ulaya na kuishutumu Urusi kwa kuendesha soko la nishati la EU. Alisema wanapendelea kuwasha gesi kuliko kuitoa, alitangaza Ursula von der Leyen, huku bei ya nishati ikiongezeka kwa utumiaji katika bara zima, akisema zaidi kwamba soko hili halifanyi kazi tena. Hii ni vita dhidi ya nishati yetu, vita dhidi ya uchumi wetu, vita dhidi ya maadili yetu na vita dhidi ya mustakabali wetu, alitangaza, wakati huo akisisitiza kwamba Ulaya tayari ilikuwa inajitenga na gesi ya Urusi na kuelekea katika washirika wanaotegemewa zaidi kama vile Marekani na Norway. Lakini kwa kasi mbele katika miaka minne na wamepata kufadhaika kwa nguvu zinazohusishwa katika moyo wa Uropa kwa mara nyingine tena. Tuliapa kwamba tutajifunza, tuliahidi mambo yangebadilika, lakini hapa tumefika, mwanadiplomasia wa Ulaya alisema. La kusaga meno kwa Ulaya lilikuwa kuongezeka kwa mshtuko wa nishati barani Ulaya uliochochewa na mzozo mkali katika Mashariki ya Kati na kutishia kutawala mkutano wa kilele wa viongozi wa Ulaya huko Brussels siku ya leo Alhamisi. Bei ya gesi nchini Uingereza na Ulaya imepanda baada ya mashambulizi ya vituo vya nishati nchini Qatar pamoja na Iran. Lakini hii haikuanza leo, hali inazidi kuwa mbaya kila kukicha. Badala ya kuzingatia mipango ya muda mrefu inayohitajika kuhusu jinsi ya kuifanya Ulaya kuwa na ushindani zaidi katika ulimwengu huu unaozidi kuwa tete, mawaziri wakuu na marais wa Ulaya sasa wako katika hofu juu ya bei ya nishati. Wana wasiwasi kuhusu wapiga kura wao wenye hasira na kuhangaika kutafuta suluhu za muda mfupi. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo sasa unaliona ni gumu ni namna ambavyo Marekani inaendelea na operesheni zake ikishirikiana na Israel huko katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mgogoro baada ya uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine ulikuwa tofauti sana na huu. Hali ya uchumi katika nchi za Ulaya unasukumwa sana na kutokana na watunga sera huko Uropa ambao hawakubaliani na jinsi hali ilivyo. Nchi za Ulaya ziliathirika sana tangu mwaka 2022 wakati ilipoamua kuacha kutegemea gesi, mafuta na makaa ya mawe ya Urusi kwa kuwa huru zaidi ya nishati kufuatia shambulio lililoenea la Moscow dhidi ya Ukraine. Kwa kuzingatia sifa ya EU inayosonga polepole, kambi hiyo ilisonga haraka mara ilipoamua kukata uhusiano wa usambazaji wa nishati wa Urusi. Sasa ni 2% tu ya uagizaji wa mafuta yake kutoka Urusi inapita katika nchi Hungary ambao ni rafiki wa Moscow na Slovakia pekee. EU inapanga kukomesha uagizaji wa gesi ya Urusi kutoka nje ikiwa ni pamoja na LNG ifikapo mwaka ujao. Lakini mabadiliko kabisa kabla ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, wakati Urusi ilisambaza wastani wa 55% ya uagizaji wa gesi asilia ya Ujerumani kwa mfano, na kuchochea viwanda vyake vyenye njaa ya nishati hasa kemikali na utengenezaji wa magari. Lakini sasa wanaingia katika njia nyingine ya kukosa nishati. Waliamini kwamba kupitia mataifa ya Kiarabu wangeweza kupata nishati ya kutosha, lakini wakati huu wanakumbana na mzigo mwingine baada ya Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia watu wa Ulaya kwamba sasa wanapaswa kuwa kitu kimoja na kumunga mkono Donald Trump katika vita vinavyoendelea huko katika Mashariki ya Kati. Lakini nchi hizo zilikataa kuingia vitani dhidi ya Iran. Hata hivyo, wakati huu licha ya kwamba waliachana na mpango wa nishati kutoka nchini Urusi, sasa wanawaza ni jinsi gani wataweza kurudi tena huko nchini Urusi kwa ajili ya kupata gesi pamoja na mafuta. Lakini moja kati ya jambo ambalo rais wa Marekani amelizungumza ni kwamba mpango wa sasa ni kuhakikisha nchi ya Urusi inaruhusiwa kuuza gesi katika kipindi cha mwezi mmoja, kama ambavyo rais wa Marekani alizungumza katika siku za hivi karibuni baada ya kuanza kwa vita huko katika Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.